Na hii ni Mnyalu TV. Uongozi wa Marekani umeibua taswira mpya juu ya utawala wa rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, ambapo mkutano uliofanyika chini ya jenerali wa jeshi la maji wa Marekani anayefahamika kama Michael Elliott Langley, ambaye amewahi kuwa kamandi ya Umoja wa Mataifa ya Afrika tangu tarehe 9 Agosti mwaka 2022, na katika mkutano ambao walifanya waliweza kuzungumza kwamba Kapteni Ibrahim Traore anajimilikisha na kuziiba mali za Burkina Faso yakiwemo gold, ambapo walizungumza na moja kati ya kitu ambacho kilifanyika ni jaribio la kumkamata na kumuondoa katika nchi hiyo katika kile ambacho kiliitwa ni uvamizi. Sasa Ibrahim Traore alikuja kulijibu hilo na alijibu tishio la Marekani la kutaka kumkamata na kumuondoa kwa uwezekano wa uvamizi nchini humo, na kusema tunakubali kupigania nchi yetu au tutabaki watumwa milele. Kapteni Ibrahim Traore katika video ambayo imeonekana kwenye mitandao ya kijamii, Kapteni Ibrahim Traore akihutubia amesema na kuzungumza vitu vingi sana, na moja kati ya kitu ambacho amekifanya ni kutoa elimu bure katika nchi ya Burkina Faso, na lengo kuu ambalo lilisema ni kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi yetu katika usimamizi wa shirika la kimataifa. Tofauti na watangulizi wake, Traore alipokelewa na wananchi wa Burkina Faso kwa hamasa kubwa, na sehemu kubwa ya wananchi hasa vijana waliomwona kama mzalendo na mkombozi wa taifa hilo. Traore ameweza kuzipindua njama kubwa za Kimarekani, na kiongozi wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, ambaye anadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama wa nchi hiyo Mamadou Sana alisema kwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Alisema kuwa mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais iliyopita. Lengo kuu alisema ni kusababisha vurugu, na tangu alipochukua madaraka amejitahidi kuimarisha jeshi na kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano wa karibu na Ufaransa. Hatua imepokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso. Na kitu ambacho wamekifanya uongozi wa Marekani kimeibua taswira mpya sasa hivi, na ni miongoni mwa kitu ambacho kinazungumziwa pia kwa kusema Kapteni Ibrahim Traore anajimilikisha dhahabu na anaibia nchi ya Burkina Faso. Na hii ni Mnyalu TV.